Kwangu mimi ni furaha ikiwa kuna yote naweza kawa ana ushuhuda wa lolote ambalo kwa kuishi kwangu amepata manufaa, na namuomba Mungu sana kuishi kwangu kuwe manufaa kwa watu wengi. Ikiwa una ushuhuda wote wa namna ambavyo kuishi kwangu, namna yote ya maneno, ya matendo, ya vitabu, ya nyimbo, au namna yote ya kuishi kwangu imekuwa faida kwako au imekuwa baraka kwako, waweza kuandika ushuhuda wako au namna yote ambayo umejisikia. Nikuache na tafakari hii. Sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka gerezani, tengeneze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Kwa Bwana mhukumu wake karibu na kuja. Hii ndio maana ile neno mara. Ninakuogopa kuzaliwa kwa kuwa iko siku nitakuwa hesabu ya nimeishije duniani. Ninakuogopa kuzaliwa kwa kuwa utakuwa kuna madai ya pumzi na nafasi ya uhai niliyopewa nilitumiaje. Natamani kujulisha jambo hili ya kwamba ukimwona mtu yote ule anasherehekea sherehe ya kuzaliwa, basi jua jambo moja kwamba huyo kwa asilimia kubwa ni mpagani. Hajawahi kuwaza wala kutafakari hata siku moja kwa nini anaishi, na hajawahi kujua kwamba maisha yake yatakuwa yanakutoa hesabu. Nikujulisha jambo hili ya kwamba kuishi duniani sio jambo jepesi kama unavyodhani. Tunaishi duniani kwa muda tu, na baada ya huu muda wa kuishi duniani tutaenda kutoa hesabu ya kile ambacho tumekiishi. Kwa hiyo kuishi duniani ni moja kati ya mtihani mgumu sana, si tu kwa sababu dhambi na ushawishi, hapana. Ni mtihani mgumu kwa sababu Mungu amekupa siku 2-3, amekupa miaka kadhaa aone utaishije. Amekupima, amekuwekea kipimo, akujaribu aone kama utaenenda kwenye sheria zake au la. Kabla sisoma maandiko mengine mengi, usomee Kumbukumbu la Torati ili ujue tabia ya Mungu, na inawezekana tu sio utajua tabia ya Mungu, utaanza kumuogopa kuanzia leo. Utajua kwamba Mungu anatisha. Katika Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa nyanzie mstari wa kwanza. Amri hii ninayokuamuru leo mtaishika kuitenda, mpate kuishi na kuongezeka na kuingia katika nchi ile ambayo Bwana aliwapia baba zenu, nanyi mtamiliki. Nao utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40, ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyomo moyoni mwako. Ni kwamba Mungu alitaka wana wa Israeli watembee jangwani miaka 40 ili awatweze. Unajua haikuwa mpango wa Mungu atembee miaka 40. Kusoma kitabu cha Hesabu 14 pale utajua ni upumbavu waliofanya wale walioenda kuipeleleza nchi, ndio kitu kilichopelekea hawa watembee jangwani miaka 40. Lakini alitaka ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyomo moyoni mwako. Alitaka ajue moyoni mwa mwanadamu kuna nini, kwamba utashika amri zake au sivyo. Akutweze akakuacha uone njaa, akakulisha kwa maana usijua wewe wala baba zako hawakujua, apate kujulisha kwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila itokalo katika kinywa cha Bwana. Ni kwamba Bwana aliruhusu wana wa Israeli wapite jangwani awatweze ili aone watashika maagizo yake au la, watatembea kwenye njia zake au la. Sasa nikusomee baadhi ya vitabu hapa ambavyo vinaweza vikakupa tafakari fulani. Nianze na Mhubiri 11 mstari wa 9. Kitabu cha Mhubiri 11 mstari wa 9. Ukumbuke kitabu cha Mhubiri kwa sehemu kubwa kimeelezea kwamba hakuna lilo jipya duniani, na katika kuishi kwetu basi Mhubiri amejaribu kuelezea kwamba ni vema sana uishi kwenye maisha ya kumcha Mungu, za mwisho yote maisha yana mwisho. Mhubiri 11 mstari wa 9, maandiko anasema kwamba wewe kijana ufurahie ujana wako, na moyo wako ukuchangamshe siku za ujana wako, uziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni.
Furahia ujana wako, enjoy. Fanya sikukuu za happy birthday. Kula wali, kunywa soda, kama hujaokoka kunywa bia, danga, zini, sijui kuna vitu vinatoka si Valentine Day, sijui nini, sijuagi mimi hata maana yake. Lakini katika yote hayo fuata matakwa ya moyo, kwa sababu kwa sehemu kubwa moyo, Yeremia anasema una ugonjwa wa kufisha, moyo ni mdanganyifu, naye Bwana anauchunguza moyo huo wenye ugonjwa wa kufisha, moyo huo mdanganyifu. Sasa maandiko yanachosema ni kwamba wewe kijana, burudisha moyo wako, kunywa mvinyo, fanya kile, lakini jua ya kuwa Mungu ataleta hukumuni hayo yote mnayofanya kwenye misherehe, birthday, sui, harusi, kila aina ya uchafu, ufuska mnaofanya, unazini, unadanga, unafanyaje, yote iwe ni unafilwa, yaani chochote unachokifanya Mungu atakileta hukumuni. Sasa hiki ndio kitu ambacho kinakuwa kinafanya ni chuki. Yani sijafika level ya kuchukia, ila niko level ya kuogopa. Yani siwezi nikaifurahia siku ya kuzaliwa, kwa sababu nakuajuza hivi, kwa nini nizaliwa duniani? Mbona kama vile Mungu amenijaribu tu kuleta duniani aone nitaishije, na baada ya kuishi ayalete tena maisha yangu hukumuni. Sasa kama naishi na nikishaishi naenda tena hukumuni, maisha yangu yanaenda tena hukumiwa, sasa kulikuwa kuna maana gani kuishi? Kwa hiyo ninachokwambia mtu wa Mungu ni kwamba wanaosherekea sherehe za kuzaliwa, happy birthday, ni wapagani. Siyasema kwamba ni waabudu shetani, wapagani. Mpagani ni mtu ambaye hana dini. Mpagani ni mtu ambaye hana tafakari ya kwa nini anaishi, kwa nini ameokolewa. Baadhi ya watu umeokoka kabisa, unasherekea happy birthday. Unajua, mimi nikwambie kweli, ukifika level ya kukua na kujua wokovu ni nini, hautasherekea tena happy birthday. Kwanza utakuwa unajishangaa sana, miaka inaongezeka ukiwa hauna matokeo ya kule kukua yaliyotakiwa. Kwa sababu furaha ya mwanadamu kabisa sio kuongezeka miaka, sio kuzeeka. No, furaha ya mwanadamu kabisa ni kujiona anaongezeka katika nguvu, katika uweza, katika utukufu, katika neema ya Mungu. Ndio furaha ya mwanadamu hiyo. Furaha ya mwanadamu kabisa sio kuona ni mwaka, ni tarehe ya kuzaliwa imefika, miaka inaongezeka. Sio hiyo. Huyo ni chizi, ni mwehu. Ukimwona mwanadamu anafurahia kuongezeka miaka wakati akiwa hana chochote katika ufalme anaoutumikia kilichoongezeka chenye baraka na neema, wewe jua huyo mwanadamu ana shida kubwa sana. Hasa anachongea ni kwamba huyo kijana anauburudisha moyo wake, anaishi maisha anayotaka, lakini maisha yale yote yatakuja kuletwa hukumuni. Na katika yale maisha kuja kuletwa hukumuni, yeye hawazi, hafikirii, haoni kama yale maisha anaishi yatakuja kuletwa hukumuni. Wewe jua huyo mtu wa matatizo. Hasa hili ni andiko la kwanza, nimekwambia kwamba wewe kijana ufurahie ujana wako, ufurahie na moyo wako ukachangamshe siku za ujana wako, ukaziendee njia za moyo wako. Kama una danga sana, fanya chochote. Na katika maono ya macho yako ukiona kubwa, iendee, zini nayo. Lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote, kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Ukisoma maandiko vizuri, nakwambia hautakuja ufurahie kuishi duniani. Hautakuja ufurahie, haijalishi unapita. Hautakuja ufurahie kwa sababu utakuwa unajiuliza, yaani na maana chochote ninachokifanya, kila kaneno, kila kawazo, kila kahisia, kila kitu Mungu atakaleta hukumuni. Sasa utapataje kupona, mpendwa? Ili upone lazima uwe ni mtu ambaye ni mtu wa huzuni, sio mtu wa kufurahia na kushangilia na kukimbilia vitu. Hapana, always unahitaji uongozi wa Mungu. Mungu niongoze. Always ni mtu wa kusikitika, ni mtu wa machozi. Always ni mtu unayefunga, unayekaa milimani, unasoma maandiko, unatafakari. Mungu
Ongoza ujana wangu, ongoza hatua zangu, ongoza hisia zangu, ongoza maneno, ongoza kila nalotenda, kila nalonena, kwa sababu mwisho wa yote hayo yote yataletwa hukumuni. Ni kwa sababu hiyo siwezi nikafurahia siku ya kuzaliwa, siwezi nikashangilia. Ni mtihani mkubwa sana. Kwa nini ninaishi duniani? Andiko la pili, Mhubiri 12 mstari wa 14. Mhubiri 12 mstari wa 14. Maandiko yanasema hivi, au nianze 13. Hii ndio jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. 14. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi. Mungu ataleta hukumuni kila kazi, pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Mungu ataleta hukumuni kila kazi na kila tendo, kila kazi, kila tendo la siri, la hadharani. Ulikuwa unapiga punyeto sirini, bafuni peke yako. Ulikuwa unajizini, unaangalia picha za uchi bafuni peke yako, unapiga punyeto. Sijui kama ni mwanamke unapiga punyeto, sijui unatumia tango, sijui sabuni. Kuna siku hizi kuna midoli ya kupiga punyeto. Hata kwa wanaume kuna mashine za kupiga punyeto. Mungu ataleta hukumuni. Sasa ninavyoongea haya, kwa nini naongea? Kwa sababu dhambi, na tulipokuwa tunatenda dhambi, tulikuwa tukidhani tunaishi maisha ya sirini, ila Mungu mwenyewe ndo anaketi mahali pasiri. Sasa nachoongea hapa ni kwamba dhambi uwe na mvuto, dhambi uwe na kuaminisha hapana, nitatubu tu kesho, natengeneza tu kesho, kuna kitu. Lakini nataka nikujulishe ya kwamba dhambi ni kitu hatari sana. Ni kitu hatari kwa sababu saa ya kufa huijui, na baada ya kufa ni hukumu. Hukumu ni kitu kinachotisha. Nataka nikujulishe, jehanamu ipo, na hata kama uamini kama ipo na inatisha. Sasa wote ambao mnafurahia kuishi duniani, unaenjoy tu, ni mtu tu fulani wa masherehe, unafurahi, unashangilia, ni mtu tu wa masherehe, happy birthday kama hizi. Wewe ni mtu tu fulani ambaye unakula wali, unaenda tu kwenye misherehe fulani, unakuwa ni mtu tu fulani ambaye umechangamka. Dia nikwambie, hivyo vyote vina hesabu. Utatoa hesabu ya hivyo vyote unaofanya, uchafu, fuska wote unaofanya, utatoa hesabu. Ndio maana wenzako tuliishi maisha vyote tunaoona vijana mnafanya, tuliviishi, lakini baadaye tukaja kujua pendo la Mungu na msamaha na toba, tukatubu, tukabadili maisha. Leo kila hatua tulionayo tunaipigia hesabu, kila hatua tulionayo tunaenda kwa tahadhari kubwa, huku tukimwomba Mungu, Mungu ongoza ujana wangu, ongoza maisha yangu, ongoza hatua zangu, ongoza mawazo, ongoza maneno, ongoza hisia, ongoza mitazamo, ongoza mipango. Kwa nini? Kwa sababu katika kila mpango, katika kila neno, katika kila kazi utatoa hesabu yake hukumuni. Mungu atavileta hukumuni na utatoa hesabu. Kazi uliokuwa unafanya, wazo hili lilikuwa lina faida gani kwenye ufalme? Lilikuwa lina maana gani? Wale mnaosherehekea siku za kuzaliwa, nataka niwajulishe, ni wapagani, hamjaokoka, na inawezekana hamjawahi kuokoka. Katika Luka sura ya 16 nianzie mstari wa kwanza. Kitabu cha Luka sura ya 16 nianzie mstari wa kwanza. Luka 16 mstari wa kwanza, nikusomee kitu hapa. Luka 16 mstari wa kwanza sema, tena aliwaambia wanafunzi wake, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake. Huyu alishtakiwa kwake kuwa anatapanya mali zake. Wengi wetu leo hii tunatapanya kitu ambacho Mungu ametupa. Tumepewa ujana, tunautapanya. Tumepewa uwezo wa kuimba, wengine mnaimbia dunia, mnaimbia, pewa uwezo. Unakuta nguvu za ujanani, baada ya kuzitumia kuhubiri Injili, unatumia nguvu za ujanani kupiga punyeto. Naongea ni maisha, vijana wengi mnaishi, wengine mpo kanisani, mnaimba kwa, ila ni mizinzi. Akili yako uitumii kwa Mungu. Akili unaitumia kuwaza makalio, usiku kucha una download makalio, uko kwenye shuka unapiga punyeto. Naongea maisha, nimeishi mimi maisha.
lakini Mungu aliyeniokoa leo, kila hatua ninayoishi naipigia hesabu. Naomba Mungu niongoze, nafunga, naomba, naambia Mungu niongoze, ujana huu nitakuja niutolee hesabu, nitatoa malipo gani? Naomba Mungu nisitapanye nguvu zangu, naomba Mungu nisitapanye ujana, nisitapanye nafasi yoyote ambayo umenipa, siku, dakika, saa ulionipa. Mungu naomba nisitapanye, kwa sababu nitatoa hesabu ya kila nilotakiwa kufanya na kutenda. Sasa akamuita akamwambia, mstari wa 2, akamuita akamwambia, ni habari gani inayosikia juu yako? Toa hesabu ya uwakili wako, kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena. Haya maisha unaishi duniani, iko saa inakuja utatoka kwenye uhai na hutaweza kurudi kwenye uhai tena. Utaambiwa toa hesabu ya uhai wako, toa hesabu ya maisha yako. Wewe uliokoka ni balozi wa Mungu duniani. Kwenye ubalozi wako, kwenye maisha yako ya uchamungu, ulifanya nini duniani? Toa hesabu. Kwenye maisha ya uchamungu ulioishi, ulifanya nini? Ulitumiaje ujana wako? Mimi nilikutoa kwenye maisha ya kupiga punyeto. Ulitumiaje nafasi hiyo kuwatangazia watu? Wengine mlikuwa wazinzi, mlikuwa wambea, mlikuwa mna hasira, malaya. Ulitumiaje ushuhuda huo kuambia watu kwamba mimi nilikuwa malaya, mimi nilizini? Umetumiaje ushuhuda huo kukombeti fahamu za watu wengine wamrudie Mungu na kuielekea toba kwa sababu ya ushuhuda wako? Mimi namwomba Mungu sana anisaidie. Hivi ambavyo amenisaidia, nimetoka kwenye kupiga punyeto, nifafanue, nipinduke kila aina ya serikali, ila waweko watu watakao tubu, waweko watu watakaoacha kupiga punyeto kwa sababu ya ushuhuda wangu nilivyougeuza na kuutangaza tena na tena. Namuomba Mungu sana, ni ombi langu na ni dua yangu ya siku nyingi. Sasa haya ndo maisha ambayo wengi wetu tutatakiwa tukatoe hesabu, na inawezekana hesabu hiyo hatutakuwa nayo. Nimekwambia kwamba mimi sifurahii kuzaliwa, kwa sababu najua maisha nayoishi yanakutoa hesabu. Wakorintho wa kwanza 3, tusome hapa. Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 13, maandiko yanasema, maana siku ile itaidhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa, atapata thawabu. Kazi ya mtu ikiteketea, atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Kazi ya mtu, watu kwa mfano uliowahubiria, uliowaokoa, wamekuwa imara kiwango gani? Hawapeperushwi na upepo wa dhambi kiwango gani? Kazi ya mtu ikikaa, huyu mtu akionekana kweli alizaa viumbe wagumu kwa dhambi, viumbe wasiopeperushwa, wasioyumbishwa na dunia, huyo mtu, mbingu zinasema kazi yako imepimwa katika moto, imepimwa katika kila kipimo cha dhambi, imeonekana kazi yako imedumu, imepimwa katika moto. Lakini vinginevyo huyo mtu mwenyewe kazi yake itateketea. Ndio maana nakwambia, ukiona wachungaji wanafurahia tu kulea makanisa fulani mepesi, washirika hata dhambi yenyewe hajaishinda vizuri, lakini mchungaji anafurahia, anaona ni fursa, anakula sadaka, anakula mafungu ya matoleo, ujue maidia hajui gharama ya kwamba kazi yake itapimwa katika moto, na mwisho yote hiyo kazi kishapimwa, itaangaliwa kama hiyo kazi ina uzito, ina thamani inayotakiwa au la. Mathayo 7 mstari wa 21, Mathayo mtakatifu 7 mstari wa 21, maandiko yanasema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakaingia katika ufalme wa mbinguni, bali yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitakapoambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Jue kwamba Mungu hatishwi na wewe kufanya miujiza, hatishwi na wewe kutoa pepo. Anaangalia maisha yako, naishi maisha gani, una matendo gani, ni msafi kiwango gani, una mawazo gani.
Ni nabii ndio, ila umejaa tamaa ya zinaa, jua ya kwamba Bwana atakwambia siku ile, ondokeni kwangu ninyi mliojaa maovu, ondokeni kwangu. Kama hiyo haitoshi, nikusomee maandiko katika Ayubu. Kiwa namalizia hapa Ayubu 31, tafakari ya mbali sana ya Ayubu. Wasikie watu waliowahi kuokoka. Ayubu 31 hapa. Wasikie watu waliowahi kuokoka na uone kama wewe unao ujasiri wa kuyasema haya maneno aliyosema Ayubu. Ayubu 31 mstari wa kwanza. Nalifanya agano na macho yangu, basi nawezaje kumwangalia msichana nikamtamani? Hapa imeisha msichana, lakini ukisoma kwenye Biblia nyingi za Kiingereza utakuta kwamba nawezaje kumwangalia msichana kwa kumtamani, kwa namna ya kuwa na tamaa ya zinaa kwake. Nimefanya agano na macho yangu, nawezaje kuangalia makalio ya mwanamke na nikaanza kuvutwa na akishi na hisia za zinaa? Nawezaje? Kwani sehemu ya Mungu itokayo juu ingekuwa nini na urithi wa Mwenyezi utokao juu? Je, sio msiba kwa wasio haki na hasara kwao watendao uovu? Je, yeye hazioni njia zangu? Naona Ayubu ana ujasiri mwingi wa kuongea kwamba kwa kweli Mungu apime matendo yangu, sio katika ulimwengu wa roho. Anasema, je, yeye hazioni njia zangu? Mstari wa 4, na kuzihesabu hatua zangu zote. 5, kwamba nimetembea katika ubatili na mguu wangu umekimbilia udanganyifu. Hapa Ayubu anajaribu kuambia marafiki zake kwamba Mungu hazioni njia zangu. 6, anasema na nipimwe katika mizani iliyo sawa sawa, ili Mungu aujue uelekevu wangu. Walokole wengi leo hawana ujasiri wa kuongea maandiko yako, sababu maisha yao hayana uelekevu. Hatua zao hawana hatua ambazo wanamuomba Mungu, Mungu ongoza hatua zangu. Na nipimwe katika mizani iliyo sawa sawa, ili Mungu aujue uelekevu wangu, kwamba hatua yangu imekengeuka na kuiacha njia, na moyo wangu kuiandama macho yangu, tena kwamba kipaku chochote kimeshikamana na mikono yangu, basi nipande mwingine ale. Maidia, ujue ujasiri huu wengi wa waliokoka kizazi hiki hawana. Waliokoka kizazi hiki hawana ujasiri wa kusema nimefanya agano na macho yangu nisitazame makalio ya binti nisiyatamani. Wengi hawana ujasiri, ni wepesi, wanavutwa nayo vitu, ila ni watu wanaifurahia hii dunia, wanaishangilia. Ni watu fulani wenyewe ni mirokole, inashangilia. Wokovu sio wodia, wokovu sio. Sasa nimaliza kusema, ninamshukuru Mungu nipa wasaa mwingine. Miaka 27 iliyopita, tarehe kama ya leo, Machi 13, siku ya Ijumaa, nilikuja duniani. Ila ni swali gumu sana najiuliza, kwa nini niko duniani? Kwa kuwa najua baada ya kuishi duniani nitaletwa hukumuni, kutoa hesabu ya kila nilichokiishi na kila nilichokifanya na kila nilichokitenda. Ni ombi langu kwa Mungu niongoze sana. Kuishi kwangu niishi kwa namna iliyotakiwa. Kwangu mimi ni furaha ikiwa kuna yote naweza kawa ana ushuhuda wa lolote ambalo kwa kuishi kwangu amepata manufaa, na namuomba Mungu sana kuishi kwangu kuwe manufaa kwa watu wengi. Ikiwa una ushuhuda wowote wa namna ambavyo kuishi kwangu, namna yote ya maneno, ya matendo, ya vitabu, ya nyimbo, au namna yote ya kuishi kwangu imekuwa faida kwako au imekuwa baraka kwako, waweza kuandika ushuhuda wako au namna yote ambayo umejisikia. Nikuache na tafakari hii. Sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka gerezani, tengeneze njia ya Bwana, isheni mapito yake. Kwa Bwana mhukumu wake karibu na kuja. Hii ndio maana ile neno mara